mbio za Mwenge 2025 Kakalao. Na wakimbiza mwenge wetu wa uhuru ndo vijana wao. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Handeni. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, kaka na ndugu yetu sana Ismail Ali Ussi, pamoja na vijana wenzetu ambao mmepata heshima ya kukimbiza Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025. Ninayo heshima kubwa kutambua viongozi wa serikali wakiongozwa na kamisa wetu kaka na ndugu yetu Jafari Kubeja, lakini viongozi wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu kiongozi, niruhusu nitambue itifaki ya wananchi wote wa Handeni TC, wakiwemo vijana wenzetu wa Hamasa. Hamasa oye! Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, hakika niendelee kuwatia moyo kwa kazi ya kizalendo mnayoifanya katika halmashauri zote mnazopita, na mwenge wetu umeendelea kumulika miradi ya maendeleo katika halmashauri ambazo mmezitembelea. Lakini niseme Handeni kuchele na Handeni kumenoga. Wana Handeni tangu juzi wamekuwa na heka kwa hamasa, morali na shangwe kubwa la kupokea tunu yetu ya taifa ambao ni Mwenge wa Uhuru, ili ukapate kumulika miradi iliyopo katika halmashauri hii na hususan halmashauri pacha kwa maana ya Handeni DC. Lakini leo mmetamatisha kwa hapa Handeni DC baada ya kutoka Kilindi. Niwapongeze sana wananchi wa Handeni DC kwa mapokezi makubwa kwa mwenge wetu wa uhuru. Niendelee kuwaambia mwaka huu 2025 chini ya viongozi wetu mmeheshimisha sana tunu yetu kupitia viongozi wetu wa kitaifa. Wananchi tunawapongeza sana na kuwashukuru mno. Lakini kipekee uniruhusu, pamoja na faida nyingi tulizonazo za mwenge wetu wa uhuru, ikiwemo mwenge huu kuwa chachu ya yale mapinduzi matukufu kule Zanzibar, lakini kuwa chachu ya kupelekea muungano wetu na kutufanya tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kipekee lile azimio la Arusha la mwaka 67 lilitokana na mwenge wetu huu wa uhuru ambao uliasisiwa na kiongozi wetu hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini kwa umuhimu mkubwa nimewanasihi wana wa kongamano ambao ni vijana wenzetu, nitumie wasaa huu kuwanasihi wananchi wa Handeni, tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa serikali zetu mbili sikivu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Jemedari Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Tutayaweza hayo kwa kuhakikisha kwamba tunapambana na maadui wakubwa watatu, nao ni elimu, kwa maana ya kuondosha ujinga, tupate elimu bora katika jamii zetu; umasikini tuupate ukwasi, tukihakikisha kwamba tunajikwamua kutoka kwenye ukata; lakini vile vile maradhi, kwa namna ambavyo miundombinu ya afya imeboreshwa katika maeneo yetu. Na hayo si mwingine aliyetekeleza ni kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, hadhara hii licha ya kwamba ina vijana wengi, lakini nimewaona wanawake wengi.